Hapa nitakuletea tabia ambazo zinapelekea maambukizi kwenye kizazi. Ukiwa na tabia hizi, ndugu yangu, kizazi chako kipo hatarini. Kwanza, matumizi ya antibiotic kwa muda mrefu, dawa za kupunguza maumivu kwa muda mrefu huwa zinatumika kupunguza kinga ya uke moja kwa moja. Namba 2 ni kujisafisha kutokea nyuma kuja mbele. Kuna bakteria wanaopatikana kwenye njia haja kubwa, ukiwaleta mbele ni hatari kwa afya yako. Ndio maana tunasema ukijisafisha kurudi nyuma. Namba 3 tunasema kutojisafisha vizuri baada ya kujamiana. Ndugu yangu, baada ya kujamiana hakikisha unajiweka vizuri. Kubadilisha pedi, nguo yako ya ndani unapokuwa hata kwenye siku zako, lakini pia hata ile nguo yako ya ndani, ndugu yangu, hakikisha unabadilisha mara kwa mara, itakusaidia. Lakini pia uvaaji wa nguo za ndani, chupi ya nylon ambayo haipitishi hewa ni hatari kwa afya yako, inapelekea maambukizi kwenye kizazi. Nyingine huwa tunasema kutumia dawa au sabuni kali kuoshea chini hapatakiwi kuongeza kitu chochote. Ndio maana pia nimekuwa nikiwaambieni kwamba unapoamka ukakuta pia kwenye nguo yako ndani kuna viuchafu kidogo, basi sio tatizo, ni kwamba unajisafisha wenyewe, haina haja ya kuongeza vitu. Kubadilisha wapenzi wengi mara kwa mara, hii ni hatari kwa sababu unaweza kupata gono. Lakini pia mwisho tunasema ngono bila kinga, kutumia condom pia unaweza kupata maambukizi kwenye kizazi. Tuambie hapo ni tabia ipi ambayo wewe